huyu mwanaume anapoteza tumaini la kuishi kwa sababu ya mambo ambayo yametokea kwenye maisha yake. Kwanza, fedha zake alizotunza kwa muda mrefu zinapotea. Kazi ambayo aliitaka kwa muda mrefu pia hakupata. Mpenzi wake anadhani kamsaliti, anaachana naye. Nyumbani kwake nako anarudi, anakuta mwenye nyumba kaweka vitu vyake nje. Kwa hiyo siku ikawa ni siku ya mvurugano tu. Anachoamua ni bora kujiua. Akajiua. Akiwa njiani kuelekea kuzimu, anakutana na kifo. Kifo kikamwambia kuwa umenidhihaki, kwa sababu hiyo sasa ya kunidhihaki nitakupa adhabu ya vifo 12. Bwana, nisimalize uhondo wa hii story. Story ni kali sana. Nitaianza kama ifuatavyo. Story inaanza kwa kumuonesha mwanaume mmoja akiwa amepiga magoti akilia na kujilaumu kwa yale yaliyotokea. Anasogea mwanamke mmoja akiwa ameshikilia bastola mkononi, akampiga risasi ya kichwa. Tunaonyeshwa huyu mwanaume akiwa anashuka kutoka juu, akafumbua macho. Story inaturudisha miaka 7 iliyopita. Kwa nini mshikaji alikuwa kule na yupo na yule mwanamke? Yule mshikaji anaitwa EJ. EJ leo alikuwa anaenda kwenye interview baada ya muda mrefu wa kutafuta kazi na kufanya part time za kutosha huku akisoma online. Leo alipata nafasi ya kuitwa kwenye interview ili aweze kupata kazi ambayo amehitaji kwa muda mrefu sana, na mipango yake ilikuwa akipata kazi ataamua mpenzi wake wa muda mrefu wa kuitwa Regisu. Akiwa anaelekea ofisi ambayo anaenda kufanya interview, kuna mwanamume anampiga kikumbo, anakimbia mpaka katikati ya barabara, anagongwa na kupoteza maisha pale pale, huku yeye akiwa anatazama. Swala lile lilimfanya apoteze focus. Akiwa anafanya interview alikuwa anatetemeka na kufikiria lile jambo lililotokea, ila alifanikiwa kumaliza kufanya interview. Baada ya kumaliza kufanya interview, wakamwambia kuwa tutakwambia kama umepita au tumekuacha. Akawa anatoka akiwa na furaha, akijua kuwa kapita kwenye interview, maana wamemwambia watamwambia. Anatoka nje, anapokea simu kutoka kwa rafiki yake, anamwambia uliwekeza kwenye uwekezaji wa mtandaoni? Jamaa akasema ndiyo. Basi pesa zako zitakuwa zimeliwa zote. Mshikaji ikabidi akimbie kwenda kwa jamaa yake kwenda kumuuliza zile hela zimeenda wapi, maana pesa nyingi aliwekeza akijua kuwa uwekezaji huo utamlipa. Lakini cha kushangaza, pesa zake zote zimeliwa na mshikaji kafirisika alowekeza pale. Anagonga pale, mshikaji alikuwa anatafuta akuwepo nyumbani kwake, akawa ameamsha majirani. Majirani wakatoka nje wakamwitia polisi. Polisi wakaja na kumkamata. Akiwa kituoni polisi huko anaelezea kilichomtokea. Polisi anamwambia kwa sababu ulikuwa ni uwekezaji na ulikuwa sio udanganyifu wala utapeli, hawezi kufanya chochote. Pesa ikipotea kwenye uwekezaji hakuna kosa lolote na kuna mtu kukamata. Mshikaji akawa amepigwa tukio la kwanza. Pesa zake ambazo amehangaika kutafuta kwa muda mrefu leo zinakuja kupotea kizembe. Alichoka mwamba. Baada ya kutoka kule akawa anatembea kuelekea nyumbani, lakini siku hiyo alitaka kwanza kupita kwa mpenzi wake. Anafika karibu na nyumba ya mpenzi wake, anamwona mpenzi wake anashushwa kutoka kwenye gari, alafu anapewa maua mazuri kabisa, kisha anaagana vizuri na yule jamaa alomleta. Yeye akiwa kwa mbali aliona ile swala, akasogea kwa mpenzi wake. Mpenzi wake alionyesha kufurahi, akamuuliza umepita hapa? Mshikaji akasema kwa nilikuwa natembea tu nikaona nipite huku. Mwanamke alivyomuona alijua tu kalewa na alijua na mawazo, akampa kibahasha chenye hela, lakini mshikaji alikataa sababu alijua kile kibahasha inawezekana kimetoka kwa yule mwanaume, na kilichofuata alimwambia kwamba mimi na wewe tena ndio basi, baada ya miaka 7 kuwa na mimi nimeona leo tuishie hapa. Kikubwa zaidi, jamaa aliona kwamba akiendelea kuishi na yule mwanamke atazidi kumuumiza tu akili, kwa sababu hana hela yoyote, na leo hii kamaona ametoka na mwanaume ambaye hamtambui. Kwa hiyo EJ akaachana na mpenzi wake kama hivyo. Lile swala mwanamke lilimuuma sana. EJ bila kufikiria sana akaondoka mbele ya uso wa Regisu, akaenda nyumbani kwake. Anafika nyumbani anakuta vitu vyake viko nje, na mwenye nyumba akaandika ujumbe kwamba ahamishe vitu vyake, kesho kuna mtu anaingia kwenye ile nyumba. Anajaribu kumpigia lakini mwenye nyumba akupokea simu. Akawa amekaa pale huku mvua inanyesha mpaka inakata. Akiwa ametulia akapokea ujumbe kutoka kwa kampuni ambayo amefanya interview, kampuni ya Titan Group. Wanamwambia kwamba wewe hapo hujachaguliwa kujiunga na Titan Group kufanya kazi. Ile swala lilimuuma sana. Alijua tumaini lake la mwisho ni Titan Group, ila na yenyewe imemtupa. Alichoamua ni bora kujiua, na alipokuwa anajiua yeye hakuwaza kuhusu mama yake, hakuwaza kuhusu mpenzi wake. Anaamua kujiua huku akisema kuwa mimi hapa siogopi chochote, hata kifo chenyewe siogopi, na kifo ndo mwisho
matatizo yangu yote niliyoyapitia. EJ akawa amejirusha kutoka juu ya ghorofa mpaka chini, huku mama yake akiwa anampigia simu. Anashtuka, anajikuta yuko kwenye ndege. Sasa anajiuliza kwamba hapa ndo peponi au kuzimu, au ndo usafiri wa kwenda kuzimu nini? Anajiuliza maswali mengi yasiokuwa na majibu. Akajitazama kwenye tablet iliyokuwa mezani, akajigundua kuwa mbona sura yangu imebadilika. Akatazama kwa pembeni, anamwona mwanamke mrembo kaketi. Mwanamke huyu alikuwa ameshika karatasi mkononi. Karatasi ile ilikuwa inaelezea jinsi gani mshikaji alichoka kuishi kwa sababu ya matatizo yake, na alijua kuwa kifo ni mwisho wa matatizo yake na haogopi kifo. Ndio kitu ambacho alimalizia kusoma yule mwanamke kwenye ile karatasi, kisha akawa amechoma moto. Akamwambia, nimefurahi kusoma hii karatasi EJ, na umeandika wewe. EJ anashangaa, huyu mwanamke kamjuaje? Na kwanza mimi simjui, huyu ni nani? Yule mwanamke akamuuliza kwamba hivi unadhani kwamba kifo ndo njia pekee ya kumaliza maumivu yako kwenye maisha yako, si ndio? Akavua miwani, macho yake yakabadilika. EJ akiwa na yule mwanamke akajikuta yupo juu ya mnara. Alikuwa haelewi yuko sehemu gani, akatazama huku na huku, haelewi yuko sehemu gani. Ikabidi amuulize mwanamke kwamba tuko kuzimu nini? Mwanamke akamwambia, hapa sio kuzimu, ila ulikuwa unaelekea kuzimu, nikakuleta hapa kwa sababu nataka nikuadhibu. EJ anashindwa kwamba uniadhibu kwa nini, na kosa gani? Ile mwanamama akamwambia kuwa kwa sababu umetenda dhambi na umenizihaki mimi. EJ akauliza, wewe ni nani? Ile mwanamama akamwambia, mimi ni mtu pekee ambaye hafi duniani. Sasa EJ ndo akashindwa kwamba huyo ndo Mungu. Pale pale yule mwanamke akaja na kumshika shingo, akamning'iniza kwa chini. EJ akatazama chini, akaona maviumbe ya ajabu. Ikabidi amuulize kwanza, wewe unaitwa nani? Yule mwanamke akamwambia kuwa mimi naitwa Kifo, kitu ambacho umekizihaki ni kifo, na kwa hilo utaadhibiwa vikali. Akamrusha chini kwa wale viumbe wakaanza kushuka wakimfuata, ila pale pale tunahamishwa na kuonyesha akiwa kwenye ndege, akiwa anahangaika huku na huku. Akatazama pembeni, akamwona yule mwanamke. Ikabidi amuulize kwamba adhabu hiyo inahusisha nini? Mwanamama akamwambia, Mungu aliwapendelea sana wanadamu kwa sababu anakufa mara moja, na wewe hautakufa mara moja. EJ sasa ndo anashangaa, upendeleo? Yani upendeleo wa kufa mara moja? Upendeleo gani huo? Kifo akamwambia kuwa ngoja tuone, kama utasema sio upendeleo nikikusomea adhabu yako. Akamsomea adhabu, akamwambia kuwa adhabu yako ni kwamba utakufa mara 12. Nafsi yako itakuwa inaingia kwenye mwili wa hawa watu 12 na itaingia kwenye mwili wa mtu ambaye anakaribia kufa. Kwa hiyo kazi yako itakuwa ni kuepuka kifo, na sijui kwa njia gani utaepuka. Wewe ndio unahitaji kujua utaepuka kwa njia gani kwenye hawa watu 12. Ukafanikiwa kupona kifo kwenye mwili wa mtu mmoja, basi utafanikiwa kuishi kwenye huo mwili wa huyo mtu aliyepuka kifo, ndani yake kukiwa na nafsi yako. EJ akalia na kusema kuwa maisha kwangu yamekuwa magumu sana. Pale akasema kuwa ila hiyo adhabu haitafanya kazi kwangu kwa sababu mimi nimekufa tayari. Mwanamke akamwambia, kweli unadhani kwamba kifo ndo mwisho wa wote? Kwa taarifa yako, kifo ndo mwanzo na huu ni mwanzo wake, na nataka nikuone ukikontrol kifo kama ulivyofanya. Akapotea pale pale. Ndege ikaanza kupata msukosuko mle kwa mshikaji, akaanza kupata shida, akajua ndo ule wakati wa kufa. Kwa hiyo akajiandaa kwa lolote litakayotokea, yeye atakuwa salama. Na kweli pengine angevaa hivi mwanzo mwisho asingekufa. Mhudumu akaja na kumwambia kuwa eneo hili huwa inatokea hivyo. Ndege ikafika sehemu salama, hali ikatulia. Mshikaji akanyanyuka na kwenda kukangazangaza kwenye ile ndege. Hii ni ndege binafsi, na yeye kwenye maisha yake kama EJ hajawahi kupanda ndege binafsi. Mle kwenye ile ndege kuna suti kibao, kuna waleti, kuna saa za kitajiri za kibosi, kiasi kwamba EJ alitamani maisha yale. Pale pale kuna kidude kikaja. Kile kidude hiki kinafanya kazi ya kumkumbusha au kumwonyesha maisha ya mwili alioingia huyo EJ. Kikamwonyesha kwamba huo mwili alioingia ni mwili wa Park Tae-jin, ni mtoto wa pili wa CEO wa Taekan Group. Taekan Group ni kampuni ambalo alienda kuomba kazi yeye, akawa amekosa kazi. Toka wako wadogo, yeye na kaka yake huwa wanashindana kila siku, na mwisho wa siku baba alikuja kumchagua kuwa CEO wa kampuni ya Taekan, na leo akiwa kwenye ndege alikuwa anafanyiwa mafunzo ya kuwa CEO mpya wa Taekan.
Kwa mshikaji alipoona zile kumbukumbu akajua kuwa yeye ni tajiri tayari. Kwa kama ni tajiri, maana yake sasa ataendelea kuishi kama tajiri huyo. Kumbuka ya maisha alikuwa anayaona kwenye TV tu, ila sasa hivi kayapata, japo mwili sio wake, ila nafsi ni yake, na alijua ile ni fursa. Pale akiwa anachikelea na kufurahi, injini ya ndege ikapata hitilafu, ikabidi amwambie rubani kule, injini imepata hitilafu huku. Ndege ikaanza kushuka chini kwa kasi kubwa. Rubani akawa anahangaika kuipandisha ndege juu, ila ilishindikana kabisa kuipandisha ile ndege juu. Kwa hiyo mshikaji wa kuitwa packaging ndani yake akiwemo EJ akawa amekufa kwa kuungua na moto. Kifo hiko ndio kilikuwa kifo cha kwanza kwenye adhabu yake EJ, na nia ya kifo, yule mwanamama anataka kumuonyesha jinsi gani kifo kinauma, sio anadharau kifo tu. Kwa hiyo akiwa ameungua pale akajikuta yuko sehemu ambayo haielewi, ila akamuona kifo akiwa pembeni amekaa, akamsogelea na kuanza kumuuliza maswali. Yule mwanamke alimweleza kinachofuata, akamwambia kuwa risasi hizi ndio vifo vilibaki kwako, nikikupiga risasi hapa utaanza kuishi maisha mengine kwenye mwili mwingine, ila ngoja kwanza nikuonyeshe kuzimu panavyofanana. Akampeleka kuzimu, akamwonyesha kuzimu inavyofanana. EJ alichoka, alijua kuzimu ni sehemu nyepesi tu hivi, ila watu wanaungua for real. Aliporudi upande pili huku akaanza kujilaumu kwamba nimefanya nini katika maisha yangu, mimi nimefanya nini kibaya mpaka niende kuzimu. Mwanamama akamwambia kwamba unajua, wanadamu wanashangaza sana, wanasema maisha yao ni kama kuzimu, ila bado wanaendelea kuishi. Sasa wewe umeiona kuzimu, unasemaje? Utamaliza hata sekunde moja ukiwa kuzimu, ukiwa endelea kuishi? Ni yake anataka mwamba asimalizie matatizo yake kwenye kifo, asimlaumu kifo au asitaki kifo amsaidie kwenye jambo ambalo halipo. Kifo akamshoot risasi ya kichwa tena. Story ilianzia hapa. EJ akawa anashuka kutoka angani, akishuka chini aliingia kwenye mwili wa mtu ambaye alikuwa anashuka kutoka juu kwenye ndege, akishuka chini bila parachuti. Akaanza kuomba parachuti. Parachuti iko wapi? Pale kuna mtu akatokea, akawa amemshika mgongoni, akawa anashuka naye akiwa analia kwa uoga. Kile kidude kikaja. Kidude kikija kinampa uwezo na kinampa kumbukumbu za mwili wa mtu alioingia. Kwa hiyo kumbukumbu zinasema hivi, huyu anaitwa Sungjae. Sungjae ana miaka 38. Kazi yake kubwa, yeye ni mwanamichezo wa michezo hatari, yani yeye kama kurukaruka hivi kwenye mambo yaliyoshindikana yeye ndo anafanya. Na leo hii alikuwa anaruka kutoka kule juu mpaka chini. Ameahidiwa bilioni 3 na CEO wa kampuni ya Taikang. CEO anaitwa Park Tae-woo. Kwa mshikaji akiwa juu, akiwa amemshikilia mtu, akawa amepata kumbukumbu za mshikaji kwamba anaruka kutoka kule juu na dunia nzima inamtazama, yani Korea nzima inamtazama kwenye runinga, akivunja rekodi na kupata bilioni 3 ambazo ameahidiwa na CEO wa kampuni ya Taikang sababu ya tamaa. Kumbuka huo ni EJ, bilioni 3 hajawahi kuishika. Kwa ambacho anakifanya, anajipa moyo mwenyewe na kusema kwa moyo, bilioni 3 ni nyingi sana, naweza kufanya hivi. Akawa anashuka sabila yule mtu wa kumsaidia peke yake. Pesa ni pesa tu, hata kama alikufa, ila akashatajiwa bilioni 3 ni nyingi. Akaanza kushuka chini, anashuka chini, akawa amefika chini, anakufa pale, hakunyanyuka baada ya kuanguka pale. Hiki kilikuwa ni kifo namba 2, bado vifo 10. Sasa baada ya kufa kwenye kifo namba 2, ikabidi amuulize. Aliporudi kwa kifo, akamuuliza, hivi kweli naweza kupona kweli kwenye hivi vifo? Maana inaonekana ni kama nikiwa naamka tu hivi na kujishuta kwenye mwili wa huyo mtu na kwa nipo kwenye situation ya kufa, je, nitafanikiwa kupona kweli? Na vifo hivi inaonekana vinauma sana, nitapona kweli mimi? Kifo akamsogelea kumwambia, hii ni kawaida, kwa sababu hii ni adhabu, itauma sana kuliko wewe unavyodhani. Akamwomba msamaha Kifo kwa kukipuzia kifo na kumzihaki. Kifo akamwambia kuwa umechelewa, dhambi yako ni kubwa, hata Mungu hata kusamehe. Akazidi kumwambia, kwenye maisha yako umefanya dhambi kubwa sana ambayo hata Mungu hawezi kabisa kukusamehe, na ukishindwa kupona kwenye vifo ambavyo nimekutajia hapo, moja kwa moja utaenda kuzimu. Kifo ikabidi amuulize, hivi ni kwa nini ulijiua? Niambie. Mshikaji akamwambia, maisha yangu yalikuwa magumu, nilikuwa sina tumaini lolote, na nilijua kwamba nikijiua nitamaliza matatizo yangu yote.
yote na nitaishi kwa amani. Nilizaliwa kwenye familia ya kimaskini na hata mwanamke niliyempenda nilimwacha kwa sababu niliona ana mwanaume mwingine. Pesa zangu nikapoteza, kwa nikaona ni bora nijiue tu. Sasa kwani kuna kosa gani kujiua mimi kama mimi na maisha yangu? Mwanamke akamuuliza kwamba kwenye maisha yako au kipindi unajiua hujamuumiza mtu kwenye maisha yako kabisa, hujawahi kumuumiza mtu? Mwamba akasema mimi sijamuumiza mtu yoyote, na kwanza hiyo haisaidie kitu kwa sababu nishakufa tayari. Kwa hiyo kama vipi tuendelee? Kifo alimwambia ukijua kitu hiko hakika utajuta na kutubu. EJ akamwambia hata kama nikiomba toba sasa hivi na nikajutia sasa hivi, hakuna chochote kitakachotokea, bado nitaendelea kuishi maisha haya, na kama nikishinda mchezo huu nitaenda kuzimu, kwa hamna chochote. Kifo akamwambia kuwa naona unajifikiria mwenyewe sana, yaani wewe ni mbinafsi sana. Mwamba akajibu nimwazie nani tofauti na mimi pekee? Kifo akamsogelea na kumwambia tafuta njia ya kuepuka kifo we mwenyewe, utajua unafanyeje. Akamchapa risasi nyingine ya kichwa. Anashtuka anajikuta yupo shuleni, akajitazama na kujiangalia. Alikuwa amevaa nguo za shule, kabidi aingia darasani, akajiangalia kwenye kioo, akajikuta ni dogodogo fulani hivi wa shule. Akaangalia pembeni, kuna mshikaji alikuwa anaangalia video, kuna mtu anajirusha kutoka juu ya ghorofa mpaka chini, anajiua nadhani. Akasogea na kutaka kumpiga, lakini kile kidude kikaja kikamwonyesha yule dogo ni nani. Yule dogo anaitwa Koni ana umri wa miaka 17, anaishi na mama yake. Yani maisha ya dogo na yeye alioishi ni kama anafanana, kwa sababu ameishi na single mama. Mama yake anafanya kazi sana ili mradi mtoto wake afanikiwe kusoma kwa raha mstarehe. Ila akiwa shuleni pale, kuna mshikaji akiwa na wenzie huwa anamuonea sana, na ile kitu hataki kumwambia mama yake. Yule jamaa anayemwonea anaitwa Lee Jin-sang. Huyu Lee Jin-sang anapenda sana kumwonea. Kwa hiyo mshikaji kaamka amejikuta kwenye mwili wa mtu ambaye huwa anaonewa sana pale shuleni, na ilifikia hatua mpaka Kon akataka kujiua. Kwa hiyo ikabidi airishe kile kitendo cha kutaka kumpiga, akakaa kwenye kiti chake akawa anafurahia. Ila ghafla wale waonevu wakaja na kumpiga na kuniuliza unafurahia nini? Acha ujinga, upasi kufurahi. Koni kwa hasira, sasa uso Koni, huu ni EJ nafsi yake hiyo, akanyanyuka na kumpiga na kiti. Yule mtu alomzihaki akaanza kuwachapa wote, akawachapa kila mtu dozi yake. Akiwa anaendelea kuwachapa pale, kuna mtu mzima mmoja, huyo ni mkubwa, akaja akamchapa Koni hakumweza yule jamaa sababu alikuwa anaweza sana ngumi, akawa amemshinda na akamkamata, wakaanza kumpiga, wakamchapa baada ya usaidizi kutoka kwa mshikaji ambaye alikuwa anajua zaidi kuliko Lee Jin-sang. Na kwenye mawazo ya Kon sasa, ambaye ndo EJ, akaanza kuwaza kwamba atawezaje kumshinda yule jamaa, na jamaa anaonekana anajua sana kuliko Lee Jin-sang. Baada ya kuwaza sana, akufikia conclusion, walipotoka kwenye kipindi hiyo, Lee Jin-sang akiwa na ule mwamba wakawa wamemkamata, wakiwa wanampiga Lee Jin-sang akiwa kiongoza na mchapa. Yule mshikaji akamshika Lee Jin-sang na kumwambia Lee Jin-sang, inatosha, kashajifunza sasa. Lee Jin-sang akamchapa kofi yule mshikaji kwa kumwingilia anachokifanya. Pale pale EJ akawa amepata pointi kwamba kwa nini mshikaji anajua ngumi ila anakubali kupigwa na Lee Jin-sang. Kuna mwanamke akawa ameingia pale, ndio ilikuwa ponapona yake ya EJ kuendelea kupigwa, akawa amemwacha, ila alikuwa ashapata kitu ambacho tamfanya yule Lee Jin-sang ajutie maisha yake yote. Siku hiyo akarudi nyumbani, akapata chakula akiwa na mama yake. Kuingia pale nyumbani kulimkumbusha mama yake wa kumzaa. Kumbuka huyu ni EJ nafsi yake akiwa kwenye mwili wa Kon, kwa amekuja kwa mama yake Kon. Mama yake Kon anamjali sana mtoto wake na anampenda kweli. Yani kikubwa, baada ya kufanya vitu vyote alikuwa anamwaza yule Lee Jin-sang atamfanya nini, maana inabidi asife. Atafanyaje ili asife na afanikiwe kuishi muda mrefu kama kifo alivyomwambia. Aliapa kulipa kisasi kwa ajili ya Kon, kwa sababu yule Lee Jin-sang alisababisha mpaka Kon kutaka kujiua. Akiwa klasi alikuwa anamtazama sana yule mwamba ambaye anajua kupigana, ikabidi amfuate. Akafika na kuuliza kwa nini hamfanyii kitu chochote Lee Jin-sang, hali ya kuwa anamzidi uwezo wa ngumi kupigana. Je, unamwogopa? Yule mwamba akamwambia, unadhani mimi namwogopa Lee Jin-sang? Mimi simwogopi. Pointi kubwa ambayo ameileta EJ kwa hiyo mwamba, akamwambia kuwa wewe unamzidi nguvu yule na una uwezo mkubwa, kwa nini wewe usiwe bosi wake? Msikia akamwambia, mimi mwenyewe sipendi kuwa chini ya mtu ambaye hata wewe unaweza kumpiga, ila sina cha kufanya kwa sababu huyo mshikaji kuna mkubwa yupo nyuma yake ambaye ananizidi mimi. Pale pale akaingia Lee Jin-sang. Lee Jin-sang akauliza nini kinaendelea pale, akasogea na kuanza kuongea na mshikaji, kisa akamwomba msamaha kwa dharau kubwa. Akaondoka na kumwambia Kon, tutaona baadaye,
nitakunyosha tena. Ila pointi ambayo alimwambia EJ ni kwamba kuna mtu ambaye yupo nyuma ya Lee Sun ambaye ni mkubwa kuliko yeye. Hilo ndo tatizo. Sasa kilichobaki huyu Kon na EJ inabidi aje na plani atafanya nini kuhusiana na Lee Sun, sababu Lee Sun ni bisho pale shuleni. Leo EJ akiwa kwenye mwili wa Kon anapata chakula chake, ghafla anakuja Lee Sun akamshika na kumwinamisha kwenye chakula chake na kuanza kutembea kwa nyodo. Pale pale mshikaji wa kuitwa Kon ananyanyuka na kile kumwagia kwake Lee Sun na akamzihaki kisha akakimbia. Sasa yeye akiwa pale alijua kuwa yule mshikaji ambaye ana nguvu kuliko yeye atafanya kazi yake ipasavyo, lakini siku hiyo Mwamba hakutaka kujihusisha kabisa na Lee Sun. Hata wenzake akamwambia wakae watulie, usifanye lolote. Akamwambia inabidi akabadilishe nguo. Akimtazama mpaka mpenzi wake, hiyo siku aliaibika mpaka mbele ya mpenzi wake. Mshikaji alipata aibu sana hiyo siku hiyo. Kumbe Koni na mshikaji walikuwa shapanga njia ya kumaliza huyo Lee Sun, maana anajiona sana. Lee Sun moja kwa moja akaenda kuomba msaada kwa wale wanafunzi wakubwa ambao wanamzidi ile mshikaji alokataa kufuata amri yake. Akamwambia kuwa amepigwa, kwa hiyo anaomba msaada kwa sababu hakuna msaada wote ambao unapatikana pale shuleni. Sasa ile mkubwa akafika kwa sababu Lee Sun alienda kumsemea mwenzie kuwa kamwagia tambi kichwani. Akafika na kumuuliza mshikaji kwamba umemwagia tambi Lee Sun. Mwamba akakataa, kisha akamuuliza Lee Sun ni nani amekuagia tambi. Lee Sun akanyosha kidole kwa Kon. Hasa ule mtu mzima ndo alishangaa kwamba huyu Lee Sun kamwagia tambi na huyo Kon, inawezekanaje? Sasa mshikaji akamuuliza Lee Sun kwamba umeniita kwa ajili ya kuja kukusaidia kwenye kituko kama hiki? Yaani kituko kama hiki ndo kimekushinda wewe mpaka nikusaidie mimi? Lee Sun anajitetea na kumwambia kuwa lakini kanimwagia mimi ningefanya nini sasa? Kanikimbilia na kuja kunimwagia tambi. Lee Sun akakosa msaada, akazidi kumwomba, lakini mshikaji akataka kumpiga kabisa, maana hata upuuzi haiwezekani kituko kama kile kimshinde wakati ni kituko tu. Kon alifurahi siku hiyo maana amemshinda Lee Sun. Na Lee Sun kuanzia siku hiyo sasa pale shuleni, badala Kon kuwa anaonewa, yeye ndio akaanza kuishi shuleni kwa shida. Akawa anaonewa yeye, alikuwa anaonewa na kuchekwa sana, hadi mpenzi wake ambaye anampenda na yeye akamkataa. Alimwampa maisha yake shuleni yalibadilika ndani ya muda mfupi tu, na wakati alikuwa mfalme shule nzima ilikuwa namsikiliza yeye. Lee Sun akamfuata EJ akiwa kwenye mwili wa Kon na kumwambia kuwa kila kitu ni sababu yako, haya yote yanatokea kwa sababu yako, usingekuwa wewe leo nisingekuwa hapa. Kon akamwambia kuwa haya yote pia na wewe ni sababu yako, haya yote umefanya wewe, usingekuwa wewe pia mimi nisingefanya hivi. Mpuzi mkubwa. Akawa ameondoka. EJ akiwa kwenye mwili wa Kon akiwa anatembea ameshika simu anatembea, ghafla kuna gari ikaja ikawa imetaka kumgonga, akapiga breki hakufanikiwa kumgonga, akawa amepona. EJ alijua ameenda na maji ila alifanikiwa kupona. Akiwa amesimama amejisahau, ghafla kuna mtu anakuja na jiwe akampasua jiwe la kichwa, akasogea na kuanza kumpiga. Msiaje huyo kutoka kwa Lee Sun anakumbuka vitu vyote ambavyo vimetokea kwa muda mfupi vilivyomtokea yeye, anaona sababu ni huyu Kon. Sababu hiyo sasa inabidi afe, akamuua Kon. Pale pale anaamka na kujikuta yupo kwenye himaya ya kifo. Kwenye kila kifo ambacho alikuwa anauliwa, vifo vilikuwa vinauma sana. Cha kwanza kilikuwa cha kuungua na moto, cha pili kilikuwa cha kuanguka kutoka juu mpaka chini, hiki cha tatu kilikuwa ni cha kubondwa na jiwe kichwani. Ni vinauma sana, japo akiamka upande wa pili anakuwa bado uko mzima, lakini vinauma. Baada ya kurudi kwa kifo, akaanza kumtolea lawama kifo kwamba amemdanganya kuhusu vile vifo kwa sababu kajitahidi ila ameishia kufa. Kifo akamchapa kwanza na pigo moja, akaanguka chini, akasogea na kumwambia kuwa mimi siwezi kudanganya na sijawahi kudanganya, kwa ukirudia kuniambia kwamba mimi muongo nitakusagasaga sura yako utakufa. Akasimama. Kifo akamwambia kuwa maumivu ambayo unayahisi sasa hivi sasa ndo maumivu yenyewe, na hapo bado, hapo ndo mwanzo tu, chukua hiyo. Akapigwa risasi nyingine, anashtuka anajikuta yupo kwenye chumba fulani, kafungwa uso haoni chochote. Akawa anajiuliza kwa nini sioni chochote hapa, nipo wapi? Mikono haitoki, miguu haitoki, afu kumbali nasikia watu kuna chichi fulani hivi zinawaka. Wakasogea wakampiga maji kwanza usoni ili yawe na adabu, kisha wakamtoa ule mfuko, wakaanza kumhoji yule mwanamke na pesa bilioni 10 ziko wapi? Umezipeleka wapi? Hebu imagine, neno la kwanza akasikia yule mwanamke na zile bilioni 10, unafikiri angefanya nini? Asingesema kamwe, bilioni 10 hajawahi kuzipata kwenye maisha yake. EJ akawa hataki kuongea chochote
chochote, kwa sababu wale watu hawajui, ni mara yake ya kwanza kuwaona. Kwa hiyo alikuwa anasubiri kile kidude cha kumpa kumbukumbu ili aweze kujibu. Mhalifu mmoja akiwa anataka kuja kumpasua kwa nyundo, pale pale kile kidude kikafika na kuanza kumwonyesha nini kimetokea au ni maisha gani yule mshikaji kaishi. Huyu mshikaji anaitwa Lee Jing-hoon. Lee ana miaka 35 na yeye anafanya kazi kwenye genge moja la uhalifu. Genge hilo linafanya kazi na wafanyabiashara wakubwa duniani kote. Lee alimtorosha mwanamke ambaye alikuwa mwanamke wa bosi wake, akaiba na hela bilioni 10 akiwa anaelekea sehemu ambayo amemtunza au amemficha yule mwanamke. Akawa amekamatwa na bosi wake, wale kundi la uhalifu. Pale pale baada ya kurudi kwenye hali yake, akamchapa yule ambaye alikuwa na nyundo, akaanza kuagia kichapo wale wote. Hakuna aliyehimili uwezo wake. Mshikaji kashafikia uwezo tena, sasa atafanya nini? Anawachapa wote. Baada ya kumaliza kuwachapa, wazo wake ilikuwa ni kwenda kwa yule mwanamke na kuchukua zile bilioni 10, waondoke pale Korea, waende wakaishi maisha yao huko nchi nyingine. Kwa jamaa akachukua pikipiki na kuanza kuendesha. Kumbuka mshikaji anakuwa anaingia mili ya watu, nafsi yake inaingia mwili wa mtu fulani. Kwa hiyo alipopata nafasi ya kuendesha ile pikipiki, ambavyo anaiendesha ile pikipiki alianza kuenjoy na kusema kwamba mshikaji anajua sana, anajua kuendesha pikipiki vizuri sana. Kwa hiyo akawa na enjoy, anakuwa anajisahau kuwa kwenye kile mwili ambao anapewa, mwili huo unakaribia kufa, anaanza kuenjoy. Pale pale watu wanamtafuta wakamuona, kwa hiyo ikabidi waanze kumfuata huku na huku, wakimwikia mpaka CCTV na wakaweka dau nono kwamba atakayempata atapata pesa ndefu sana. Makundi mbalimbali yakawekwa ili kumfukuzia tu mshikaji kuitwa Lee. Kumbuka hiyo Lee ndani yake kuna nafsi ya DJ. Kwa hiyo makundi mbalimbali yakaanza kumfukuza sehemu anaelekea, wasipe nafasi ya kutembea na pikipiki yake kwa raha mstarehe barabarani, ila alijitahidi hivyo hivyo kutembea na pikipiki yake kwa kasi, akivuka vizingiti vya hapa na pale. Jamaa anakimbizwa na gari na pikipiki, akawa amezungukwa. Kukawa na nafasi moja iliyobakia, ilikuwa ni lifti inafunguka. Mshikaji anapeleka pikipiki yake, akaenda kuingia nayo kwenye lifti. Mmoja akajaribu kwenda nayo pikipiki yake, lakini akawa ameshindwa. Mshikaji akapanda mpaka juu ya ghorofa. Wale watu hawakuacha kumfuatilia, wakawa wamemfuata mpaka juu. Ila sasa Lee hakutaka kukata tamaa, na kwanza hiyo stori ni EJ hakutaka kukata tamaa kizembe, kwa sababu alijua kuna bilioni 10. Akawa amegeuza ile pikipiki, wakiwa namtazama vile vile, akajirusha kwa chini. Bahati nzuri kulikuwa na swimming pool. Akawa ameondoka kilaini, akawaacha wakimtazama. Anafika kwa yule mwanamke aliyemkoa kutoka kwa yule bosi, akamkumbatia kwa raha na bashasha. Mwanamke akamuulizia hisia zake, akisema kuwa nimefikiria sana, kama usingekuja singefanya nini, maana wewe ni mtu wa muhimu sana. Pale pale yule mwanamke akamuuliza kuwa zile bilioni 10 umezitunza wapi? Maana zile bilioni 10 anajua peke yake Lee, ambaye sasa ni EJ. Nafsi yake akamuonyesha kwa kidole, nimeziweka pale kwenye boti. Yule mwanamke asipokuwa na adabu akamnyoshea bastola pale pale, akamchapa risasi 2, akawa amemuua. Funzo jingine hilo, amemsaidia mwanamke akaiba na pesa, ila mwanamke kumbe alikuwa anazitaka pesa, akawa amemuua mwanamume ambaye amemsaidia akiwa anajua atazipata pesa. Anashtuka, anajikuta akiwa karibu ya kifo. Anaanza kumuuliza kwamba kwa nini yule mwanamke ameniua? Je, Lee kashawahi kuua mtu wa familia yake? Kifo akamwambia hapana, bali ni kwa sababu ya pesa. Ni kama wewe tu, mnafanana yeye na wewe, maisha yake ndio yamefanya akuue wewe. Kadri anavyoendelea kucheza ile michezo ya kifo, EJ anaendelea kupata uzoefu mpaka anakuwa na tabasamu, akiwa na mpango wake kichwani ambao anaelewa yeye tu. Kifo akamwambia kuwa sasa ngoje tuendelee na kifo namba 5, tuone kama utaendelea kutabasamu kama hivyo. Lee kilikuwa ni kifo namba 4, kwa hiyo hiki kinachofuata ni kifo namba 5. Akamchapa risasi, anashtuka, anaamka na kujikuta yupo jela, ni mfungwa. Yani anajishangaa tu, haelewi chochote. Anasema hii haiwezekani. Mlinzi anakuja, akataka kumuuliza kuwa nimekaa humo muda gani. Mlinzi akamwambia kuwa toka. Kumbe mshikaji aliweka kwenye sura yake peke yake baada ya kufanya makosa, sababu mshikaji anaonekana ni mkorofi, ila kwa vile kumbukumbu
kumbukumbu ambazo huwa zinamjia hazijaja. Hakuwa anajua lolote, akapelekwa kwenye selo ya wenzie. Anafika mle, anawakuta wenzie wamekaa wametulia, akiwa mpole, wanaheshima. Ikabidi ulize sehemu mbona kami ni wapi, akaonyeshwa, maana haelewi chochote. Akiwa pale, kuna mtu anaingia pale ambaye ni mfungwa, kafungwa pale. Akamtambua kuwa yule ni Lee Jin-sang. Lee Jin-sang kashawadanganya wafungwa pale kwamba yeye ni mwendawazimu, hana akili vizuri, anaweza akamuua mtu muda wote ule. Kwa hiyo anatembea kwenye ile bichi akiwapiga mabiti wenzie wasimchezee, akajifanya mwendawazimu, akajichekesha ovyo ili aogopwe. Kumbuka kifo namba 3, kifo cha Kone, huyu mshikaji alihusika. Kwa hiyo kwa hasira alianza kumchapa Lee Jin-sang, akisema kuwa huyu anaekti, hakuna wendawazimu wote alionao na sio kichaa, bali anaekti tu, wengine wanamwogopa, ila huyu mshikaji yeye hamwogopi hata kidogo. Pale pale akiwa anaendelea pale, kumbukumbu zikaja za yule jamaa au maisha yake ambayo ameishi. Yule mshikaji alikuwa ni boxer na alikuwa anataka kuja kuwa boxer mkubwa sana nchini Korea, ila maisha hayo nyumbani kwao yalikuwa magumu sana, kiasi kwamba mama yake aliteseka sana kulipa kodi na kulikuwa na mikopo ambayo alikuwa amekopa. Hiyo ilipelekea mshikaji atafute kazi yoyote ile ili mradi kulipa madeni ya mama yake ili endelee kuishi. Na mshikaji jina lake anaitwa Chu Tae-sang, ana umri wa miaka 21. Ndio kuna bosi mmoja akatokea akamuita akiwa na miaka 18, akiwa jela pale na miaka 21. Kwenye kumbukumbu alikuwa na miaka 18. Ile tajiri akamapproach na kumwambia kuwa kuna tajiri kafanya tukio ambalo ni baya, kwa hiyo akasema kwamba atafutwe mtu ambaye mwenye umri wa miaka midogo kama vile 18 na kushuka chini, kwa sababu miaka 18 nchini Korea hawezi akafungwa maisha akifanya tukio la mauaji, atafungwa miaka 2 kisha ataachiwa. Na kwenye swala hilo walielewana, tulipanda pesa ndefu sana. Pesa hizo huyu mshikaji hakutaka kuziacha, ni pesa nyingi sana kiasi kwamba zingemaliza matatizo ya mama yake na yeye mwenyewe. Kwa hiyo akawa amechana na ndoto yake ya kuja kuwa boxer, akaenda polisi kujishtaki mwenyewe akisema amefanya kosa la mauaji, akijua atahukumiwa muda mfupi tu. Na kwanza kipindi anaenda kumwambia mshikaji kwamba ajitokeze aonekana ni kama yeye alifanya kitendo alichokifanya yule mshikaji, walimwambia kwamba yule mwanamke alomfanyia kile kitendo alikuwa ni mzima, yuko hospitalini. Kwa hiyo akiwa amefungwa na polisi na akiwa mahakamani, yule mwanamke anakufa. Kwa baada ya kufa, mshikaji anafungwa jela miaka zaidi tofauti na ambayo walikuwa wameelewana mwanzoni. Kwa mshikaji yule jamaa alomapproach na kumpa ule mzigo wa kesi, akamtishia na kumwambia kuwa inabidi ongeze pesa, la sivyo akitoka jela atawachezea akili na atafanya wampe pesa ndefu. Ila mshikaji aliongea, yule alompa ile kazi aliongea kwa kujiamini kuwa unajuaje kama watoka mzima kwa jela, kumbukumbu zinarudisha sasa upande wa pili. Kwa hiyo EJ kashajua mshikaji ipo jela kwa sababu gani na inabidi afanye nini. Kwa hiyo inabidi pale survive, atoke akiwa mzima. Wakiwa na bishana na Lee Jin-sang, askari akaja akawa ametuliza, wakawa wametulia. Sasa baada ya muda kidogo, Lee Jin-sang akawa anatoka kwenye mishemishe zake, anarudi kwenye kile chumba. Tae-sang akiwa na ofisi ya EJ akamuuliza kwamba amefanya kosa gani mpaka kufika pale. Lee Jin-sang akasema kuwa ameua mtu, na alivyoua mtu kile kitendo kilionekana kama kitendo cha kichaa, yani kitendo cha kuenda wazimu. Watu wakamwita mwenda wazimu. Kwa hiyo mtu yoyote atakayemchezea mle atauawa. Wakiwa wamekaa wametulia, Lee Jin-sang anamuuliza Tae-sang kuwa unataka ufeje, unataka kitu gani? Yani mshikaji anajifanya ni mgumu wakati ni mwepesi tu, yani ni mchumba. Tae-sang ikibidi kwanza mchape ili kumtia akili, akamwambia dogo fulani aangalie pale kama kuna mlinzi anakuja, kisha akaanza kumchapa. Hapo Lee Jin-sang anazidi kujifanya kuwa mgumu, ikabidi aanze kumpa msamaha mwenyewe. Kwa hiyo tayari watu wakawa wameshamwona kuwa ni mpuuzi tu mmoja, anajaribu kuwaigizia kwamba yeye ni mgumu, ila hana ugumu wowote, bali ni mjinga fulani, anataka kuishi maisha ambayo watu wengine ndo maisha yao. Baada ya hapo hakuna mfungwa yoyote ambaye alimuona Lee Jin-sang, na maana wakaanza kumchapa na kumwonea. Kwa mshikaji akaanza kuteseka akiwa jela. Leo Tae-sang kwenye mwili wake akiwepo EJ, wakiwa wanafanya kazi za useremala. Kuna mtu mmoja anafungua mashine ambayo alikuwa anatumia, kile kiwembe kikawa kimeruka. Tae-sang bahati nzuri akakikwepa, kikamrukia mtu, akaita askari wakaja kumchukua. Ila akiwa anataka kutoka nje, kuna watu wanakusanyika na kumwambia
kuwa tunataka kuchape, unasemaje kuhusu hilo? Akakumbuka kweli aliambiwa kuwa hata toka mzima pale, na yeye pale alikuwa amebakiza siku 4 atoke na amalize kifungo chake kabisa. Kwa hiyo hakutaka mchezo kabisa, akawachapa wale walioagiza wale jamaa wote, hakuna aliyembakisha hata mmoja. Baada ya kumaliza kuwachapa wote, kuna yule dogo ndo anakuja akiwa na fimbo kuja kutoa msaada. Ukiwa umelala, huyu psychopath wa kuigiza akaamka na kwenda chooni, akaanza kuandaa silaha. Bahati nzuri Tyson alimshtukia, akamkuta na ndani silaha. Alianza kumchapa na kumwonea, akamwambia acha ujinga, na kwanza mimi hapa ni nabii, naona vitu ambavyo vilitokea. Akaanza kumtajia matukio ambayo yametokea na vitu ambavyo alivifanya. Alianza kumigizia tu, kumwonyesha ni jinsi gani anajua kuhusu yeye. Kwa mshikaji akaanza kushtuka na kusema kuwa kajuaje kuhusu mambo yote ambayo ameyafanya yeye, huyu ni nani? Kwanza akaanza kumwona kama nabii, ila mshikaji na mchezea tu akili yake ili achizike zaidi. Lee Jin-sung akawa anachizika, yani haelewi maneno ambayo ameambiwa na Tyson, yalimfanya mpaka ajipojolee. Siku ya kutoka jela kafika, akawa ametoka jela Tyson. Kila mtu alikuwa na mtu wake ambaye alikuja kumchukua pale, yeye akawa ameitwa na yule tajiri alomfanya aende jela. Kumbuka sasa huyu sio Tyson, ni EJ, na EJ kipindi kwa jela alimwomba pesa ndefu huyu tajiri. Alipotoka nje akawa huru, akutaka tena ile pesa, akamwambia hii pesa mimi bwana sitaki tena, sitaki matatizo na wewe, na kuhusu siri yako nitaitunza, usijali kabisa na usiwaze kuhusu chochote. Akiwa pale nyuma kulikuwa na gari na kulikuwa kuna mtu anamtazama. Tyson akawa ametembea mdogo mdogo akielekea nyumbani, ila hakutaka kwanza kwenda nyumbani. Alichotaka ni kwenda kuchukua zile pesa ambazo alificha akiwa kwenye mwili wa Lee. Kumbukumbu za Lee zilimfanya apate pesa bilioni 10, na kweli alifanikiwa kupata zile hela. Zilikuwa pesa nyingi sana kiasi kwamba mshikaji zilimfurahisha. Kwa mara ya kwanza anapata pesa ndefu ambazo zitamfanya aishi maisha ambayo anayataka yeye, hakuna mtu atampangia. Akiwa pale mama yake na Tyson akawa anapiga simu. Alianza kumkumbuka mama yake anavyoishi sasa hivi, anamkumbuka mama yake alivyopambana na alivyompole. Alishusha machozi tu mshikaji. Zile hela zingine akawa ameenda kuzitunza kwenye public, kwenye loka za public zile, akaweka password yake akaondoka. Akiwa amebakiza kiasi kadhaa anampelekea mama yake ili alipe dai wa deni anaodaiwa. Akiwa njiani anaelekea, kwa hiyo mama yake anakutana na mtu akiwa amejisahau, akamchoma kisu cha tumbo, akaanguka, akasogea. Yule alikuwa ni mtu mzima na alianza kumlalamikia kuwa kwa nini ulifanya vile, kwa nini ulimuua binti yangu na hujutia kufanya vile, ulikuwa unafurahia tu yani. Tyson ikabidi amwambie ukweli kwamba mimi sikufanya tukio hilo kama ulivyoaminishwa, bali kuna mtu mwingine ndio alifanya tukio hilo ambaye alinilipa mimi nijifanye kama nimetufanya yule tukio. Kumbe hata pale nyuma akiwa anaongea na yule mshikaji ambaye alimpa kazi, mzee alikuwa nyuma yake tu akimtazama. Pale akiwa anaendelea kuongea na yule mzee, kuna mtu akasikika amevaa kigari. Alikuwa ni yule rafiki yake wa jela, akaja akiwa anakimbia, anakuja kumpa msaada. Akamuuliza unaendeleaje? Tyson akasema niko fresh, ila kile kitendo kilimfurahisha kwa sababu kimemrahisishia yeye kumaliza kazi yake. Kumbe huyo dogo kahidiwa pesa ndefu sana na yeye ana vipengele vyake. Kwa hiyo ile pesa ambayo atapewa akimuoa Tyson kwa sababu ya kumsaliti ile tajiri ni ndefu sana. Tyson alimwambia kuwa nitakulipa pesa. Dogo akamwambia wewe pesa utatoa wapi na wakati tumetoka wote jela? Akawa amemchoma visu vya kutosha vya tumbo. Kwa mshikaji anakufa anajiona, akawa amekufa akarudi kwenye himaya ya kifo akiwa anatia huruma. Yani kwenye vifo ambavyo anapitia mshikaji vinafanya umie sana, na wakati huo kifo hiki kilimkumbusha mama yake. Kumbuka kipindi anakufa hakumuwaza mama yake, lakini sasa hivi kaanza kumuwaza mama yake kupitia kile kifo. Akawa na majuto akiwa anamkumbuka mama yake. Kile kifo kilikuwa kifo cha 5, kinafuata kifo cha 6. Akamsogelea yule kifo akamwambia kuwa bwana, nipige risasi haraka, nahitaji zile hela nizipate. Yani anamaanisha zile hela ambazo amezitunza kule kwenye loka. Akawa amemchapa risasi. Anashtuka anajikuta yupo kwenye restaurant, kwenye mgahawa mmoja hivi, watu wanapata chakula wakienjoy. Sasa ambacho haelewi yeye ni kwamba kwa nini hawezi kuongea, kwa nini hawezi kutembea, yani kwa nini kakaa sehemu moja tu. Ikabidi ajitazame, akajiona kama mtoto kwenye hali ile, asingeweza kupata pesa zake. Kwa hiyo alichokifanya, akiwa anawaza kuhusu hela zake, alianza kulia kwa nguvu zake zote. Akiwa analia pale,
watu wakaanza kuulizana mamake yuko wapi. Pale pale mamake anatokea na kuanza kuomba msamaha kwa kila mtu ambaye kakasirishwa na ile tabia ya mtoto kulia. Mtoto akawa anaendelea kulia, huyo analia kwa machungu hela zake, ama akambeba mwanaye akaingia naye kwenye gari, na hili lilimfanya EJ kufikiria kwamba kwa vile amekuwa mtoto, yawezekana sasa ataishi muda mrefu na hata kufa. Mama alipoingiza kwenye gari akaanza kutukana, yani anamtukana mtoto mdogo, anamwambia kwa yani mtoto wewe, toka nikuzae mambo yangu haendi kabisa, yani mtoto umekuwa mjinga tu, unalia ovyo ovyo, wewe mtoto mpuuzi, mimi nitaje nikuue kabisa mtoto. Yani mama kawavurugwa na huyo mtoto mpaka EJ anafikiria kichwani kwake kwamba huyu mama anawaza nini. Akafika na yule mtoto nyumbani akamtupia kwenye kochi kama mzigo fulani. Sasa mtoto mama akaondoka, akaja baba. EJ akajua labda baba sasa yeye atamfanyia vizuri, yani kwamba ana roho nzuri. Akaenda kuchukua chakula. Kile chakula kilikuwa kimepitwa na wakati. Akamuuliza mke wake, mke akasema kuwa mlishe hicho. EJ akasema kuwa huyo mzee atakataa. Mzee akaja na kuanza kumulisha kile chakula, akaanza kukataa kula chakula kile, hawezi kula chakula kilichopitwa na wakati. Mzee naye akaanza kumwakia akimtukana ile mtoto. Pale pale kuna watu wa ustawi wa jamii akiwa na polisi akawa ameingia, wakamwambia kuwa tumesikia kuna mtoto hapa malezi yake ni mabaya, anateseka, yani mnamtesa mtoto wenu. Wakaingia wakaanza kumkagua ile mtoto, ila kabla hawajaendelea wale wazazi wakaanza kujitetea na kusema kuwa huyo ni mwanetu kabisa, mtoto wetu hatuwezi tukamtesa, si mtoto wetu, kwani tumtese mtoto wetu. Sasa kwa upande wa EJ anasema kuwa bwana simuendelee tu kukagua huku, endelee kunikagua mimi, nimeumia. Watu wa ustawi wa jamii wakawa wamewasikiliza wazazi wake na ule mtoto, wakataka kuondoka. EJ akaanza kulia. Kwanza mtoto mwenyewe hata jina alikuwa hana na hata kumbukumbu yake moja haikuja, wakawa wameondoka. Baada ya kuondoka EJ akaacha kulia. Sasa wale wazazi walichokifanya baada ya wale kuondoka, mama alikuja na kumshika yule mtoto akaanza kumlalamikia, yani toka nikuzae mtoto umekuwa ni gundu upande wangu, mambo yangu hayaendi kabisa, yani wewe mtoto ndo kila kitu, yani mtoto ndo kila sababu, yani wewe mtoto wewe, si nikufanyeje? Nawaza hata nikuue. Mama alimtupa chini kwa nguvu ile mtoto, akachukua mto akamziba, akawa amemuua. Kifo kile kilikuwa ni kifo cha 6. Kwa hiyo mpaka sasa hivi vimebaki vifo 6. Anafika kwenye himaya ya kifo, anamuuliza kwa nini hazikuja kumbukumbu zozote zinazomhusu ile mtoto. Kifo alimwambia kuwa ni kwa sababu yule mtoto hakuna chochote ambacho anakijua na haelewi chochote, na hajui kwanza hata kama yupo duniani, na pale alipo yeye hana jina lolote, hajaitwa jina lolote. Ile mshikaji alilaumu sana, wale wazazi hawapaswi kabisa kuwepo duniani. Wazazi gani wale? Akiwa baada anakumbuka kuhusu hela zake, akamwambia yule mwanamke kuwa piga risasi mimi nife, piga risasi. Mwanamke akamwambia kuwa mwanadamu siku zote anahangaika kuishi akiwa bado mzima, ila akifa hakuna hangaiko lolote atalipata. Sasa nakushangaa wewe unahangaika si kwa nini? Mwanamke akampiga risasi. Mshikaji anashtuka, anajikuta yupo katikati ya watu, akajitazama vizuri na kujiangalia amekuwa nani, ila akakumbuka kuwa ile haina sababu yoyote, inabidi azipate zile pesa zake. Akakimbia kwenda kwenye ile loka, walikuwa nahamisha sasa zile mizigo zilizopo kwenye ile maloka. Akawa amefanikiwa kuzipata pesa zake zikiwa salama. Anajitazama kwenye kioo, anajiona kuwa kachukua mwili wa Modo. Kwa hiyo kawa Modo. Kumbukumbu za yule mshikaji zinakuja pale pale. Huyo mshikaji anaitwa Jiang. Huyo Jiang yeye toka akiwa college na high school, wasichana wanampenda sana kwa sababu ya muonekano wake na wanamkubali mno, na ndoto yake ni kuja kuwa Modo mkubwa pale nchini Korea. Baada ya kuchukua zile pesa, akaingia nyumbani kwa yule mshikaji. Nyumbani kwa yule mshikaji ni pazuri sana. EJ alifurahi sana kuishi kwenye ile nyumba, maana hajawahi kupata nafasi ya kuishi kwenye mazingira kama yale. Pale pale jamaa yake akampigia simu, oa njoo mwanangu kilabu huku, njoo tuenjoy, kuna watoto wazuri huku. Mshikaji aliposikia watoto wazuri ikabidi aende kwenda kuenjoy. Na kingine jamaa yake aliongezea na kumwambia kuwa huku utakutana na CEO wa Taikan Group, pengine anaweza kukusaidia ukapata kazi ya kufanya tangazo kwenye kampuni lake. Akafika kwa rafiki yake, akawa ameenjoy, yeye akalewa sana siku hiyo. Anakuja CEO wa Taikan Group, rafiki yake akamtambulisha kama Modo, ila EJ akiwa kwenye mwili wa Jiang alikuwa anajiuliza kuwa wewe nishaku kuona wapi? Alikuwa anajiuliza. Ile CEO akawa ameondoka pale, alisema kuwa wewe utakuwa umelewa, ndio mara ya kwanza mimi na wewe kuonana. Siku hiyo alilewa sana. Kaka yake asubuhi, kaka yake sasa na Jiang
Jang akaja asubuhi akamwamsha na kumwambia kuwa twende kunisaidia kule kazini kwangu, acha kulalala hovyo. Siku hiyo akiwa anamsaidia kaka yake kwenye mgahawa wao, kuna mtu anakuja pale. EJ akiwa kwenye mwili wa Jang alitahamaki, yule ni nani? Huyu mwanamke anayeingia pale ni Lee Ji-soo. Mwanamke huyu ni mwanamke mbaye EJ wamependana wakakaa kwenye mahusiano miaka 7. Anakuja kuvunja mahusiano kwa sababu alimuona Lee Ji-soo akiwa na mwanaume mwingine na anafurahi kuna mwanaume mwingine, kwa hiyo akaona ni bora mahusiano asiendelee, aendelee na mishe zake zingine. Akafika pale akaagiza kahawa, ila siku hiyo EJ alimtazama sana ile mwanamke na kuna kitu chake kikawa kimeshiwa chaji, akakileta pale. Mshikaji kwenye kumpa kahawa yake alikuwa anatetemeka sana kiasi kwamba akataka hadi kumwaga, ila akajitahidi kumpa hivyo hivyo. Kaka yake mpaka akamuuliza kuwa vipi, unampenda yule mwanamke, mbona unatetemeka hivyo? Akawa ameachana na kaka yake akaendelea na issue zingine. Baada ya hapo alimuuliza kaka yake kuwa yule mwanamke anafanya kazi gani. Yule mwanamke ni mwandishi wa vitabu, mwandishi mzuri tu wa vitabu. Akawa ameingia online kusoma mambo ambayo anafanya Lee Ji-soo. Anakuta ni mwandishi mkubwa sana pale Korea na ameandika vitabu vikubwa ambavyo vimefanya auze sana na kupata tuzo nyingi. Alianza kukumbuka vitendo ambavyo alivifanya, ikabidi aende maktaba, akaenda kuchukua kitabu kimoja ambacho alikiandika Lee Ji-soo. Alianza kukisoma kile kitabu. Kile kitabu kilikuwa kinazungumzia maisha ya Lee Ji-soo akiwa na mpenzi wake ambaye alimwamini kuwa siku moja atafunga ndoa na wataishi maisha yao safi, ila mwanaume huyo alimkataa mwisho wa siku, na baada ya kumkataa kesho yake akasikia amekufa. Swala lile lilimuumiza sana Lee Ji-soo na lilifanya aumie toka siku hiyo mpaka leo. Kwa jamaa kifo chake kimemuumiza sana Lee Ji-soo na kimeacha kidonda kwenye moyo wa Lee Ji-soo. Akaanza kukumbuka vitendo ambavyo alivifanya akiwa na Lee Ji-soo mpaka siku ambayo alikuja na Lee Ji-soo pale maktaba. Lee Ji-soo akasema anaipenda ile peni nyekundu, akaja kuinunua ile peni ile akuipeleka zawadi. Mpaka siku anakufa alikuwa hajaipeleka zawadi. Kwa yote haya alikuwa anafikiria, alizidi kuumia. Adhabu hii aliyopewa na yule kifo ni adhabu ambayo ni mbaya sana, kwa sababu inamkumbusha vitendo ambavyo kasha kuvifanya kiasi kwamba atataka kurudi tena kurekebisha, lakini kashachelewa, maana hawezi kupewa sura yake. Yule mwanamke alikuwa ni mteja wa kila siku pale, kiasi kwamba leo ilibidi aende kumpa story. Akamchokoza, akaanza kumpa story ambayo alimpa ni story ambayo inamhusu yeye. Alianza kumsimulia moja mpaka mwisho kwamba kuna mtu alikufa, baada ya kufa akapewa adhabu ya kuwa anaamka kwenye mwili wa mtu mwingine, nafsi yake ikiwa ndani ya huo mwili, kisha anakufa tena anarudi tena. Alivyokuwa anasimulia, alikuwa anasimulia kama kweli. Lee Ji-soo alizani kwamba ile ni story tu, kwa alikuwa anafurahi na kusema kuwa unasimulia kama kweli yani. Kwa siku ya kwanza tu Lee Ji-soo alipenda sana stori za mwamba wa kuitwa Jang, ila ndani ya Jang kuna EJ. Kwa hiyo EJ anajua mambo mengi sana kuhusiana na mwanamke wa kuitwa Lee Ji-soo. Ji-soo akamwaga kwamba muda umeenda, nataka niende nyumbani. Jang akamwomba autograph, akawa amemwandikia autograph kwenye kitabu chake alichokinunua Jang. Ji-soo anatumia peni ambayo alinunua, ila akumpa zawadi. Flashback inaturudisha kwamba mama yake EJ alimpa ile zawadi ambayo alinunua EJ kabla ya umauti wake. Yalikuwa ni maumivu tu kwa watu ambao aliwaacha duniani wakiwa wanampenda na kumthamini. Yeye mwenyewe kwanza alianza kuwa na huruma na kuumia kiasi kwamba kila ambapo alivyokuwa anakuja yule mwanamke alikuwa anamsubiri mpaka muone, wakawa marafiki. Ji-soo yeye alijua kwamba anaongea na mtu ambaye hawajuani na yeye, ila huyo anamfahamu fika. Mtu amekaa kwenye mahusiano miaka 7, kwao wanajuana kila kitu, sema tu ana sura nyingine hapa na mwili mwingine, kwa hawezi kumjua, hawezi kudhania kama ni yeye hata kama akimwelezeaje, ila mapenzi tu. Akijaribu kumweleza inawezekana anaweza kumuelewa. Ghafla leo akiwa anaenda nyumbani, kuna mvua ikaanza kunyesha. Pale Jang anakuja na mwamvuli akamkabidhi, anamjali sana kama mpenzi wake, akaondoka. Baada ya muda kidogo, kuna mtu anakuja na kusema kuwa kuna mtu kupata ajali kule, kafa. Walikuwa wanaongea ni wadada, maana kulikuwa na ambulance pale ilikuwa inakuja. Akajua moja kwa moja ni yule mwanamke, akakimbia na kwenda kutazama. Alihisi tu moja kwa moja kwamba Ji-soo ndio atakuwa amekufa, kwa sababu aliona mwavuli mwekundu ambao alimkabidhi Ji-soo kabla hajaondoka. Ila akiwa anapigana na maaskari pale kutaka kumuona mtu ambaye amepata ajali, alishangaa kumuona Ji-soo akiwa kwa pembeni amesimama akiwa mzima wa afya, alijeruhiwa. Kwa hiyo ikabidi Ji-soo ampe huduma ya kwanza. Wakiongea, Jang
alizani Jisoo ndo kapata ajali, kwa ndo maana akawa anakimbia kwenda kumuona, na angeumia sana kama angepata shida yoyote. Ndicho alichomwambia Jisoo, ila Jisoo alikumbuka kipindi ambacho amepitia baada ya mpenzi wake ambaye anampenda kwa muda mrefu alipokufa. Jisoo hakujua kuwa mpenzi wake ndio hapo. Jisoo akaondoka. Akiwa anaondoka, alimwambia Jang kuwa sidhani kama kesho nitakuja pale kwenye mgahawa wenu, maana kesho kuna kazi naifanya au kuna sehemu naenda. Moja kwa moja Jang alijua kuwa mtu huyu ataenda wapi zaidi ya kumbukumbu ya kifo cha EJ, na kweli kesho yake alikuwa kwenye kumbukumbu ya kifo cha EJ akiwa analia na kujilaumu, akimwambia kuwa inawezekana ile siku nisingekuruhusu ondoke, leo hii ungekuwa mzima. Anajilaumu sana mwanamke huyu kwamba inawezekana yeye ndo sababu ya yeye kufa. Siku hiyo angefanya kitu akaacha kuondoka, angekuwa mzima. Mshikaji yuko pale, jamaa anaumia sana. Akiwa pale akasogea kwenda kutazama kwenye kumbukumbu ya EJ. Ghafla kuna mtu anaingia na kuuliza kuwa wewe ni nani? Alishtuka akageuka na kuita mama. Ili mwanamke akamtazama na kuuliza kuwa wewe unamwita mama nani? Jang akaongea kisingizio kingine na kuondoka. Akawa amepata nafasi ya kumwona mama yake, maana kipindi chote ambacho alikuwa anakufa na kurudi hajawahi kwenda kumwona mama yake. Alimwona mama yake akiwa analia, akaona kulilia pale mbaya, akaingia washroom kwenda kulia, akilia EJ mwanangu EJ. Swala lile lilimfanya vunjike moyo sana EJ akiwa kwenye mwili wa Jang. Hapa ndipo anajua kwamba kitendo ambacho amekifanya yeye alijua anakufa kwa sababu yake, lakini kuna watu ambao aliowaacha wanalia kwa sababu yake na wanapata maumivu kila siku kila wakimkumbuka. Kifo ashatangulia kumwambia kuwa hakuna kitu ambacho atafanya kiwe sawa akiwa tayari kashakufa. Kwa EJ baada ya kumwona mama yake analia, akachukua zile pesa ambazo alizipata kule na kuzileta nyumbani kwa yule mama, akaziweka ndani kwake kabisa, akiwa anajua zitamsaidia. Ila leo akiwa amelala akaota ndoto kuna bango fulani limekuja na kumwangukia, akafa. Anashtuka usingizini, anaamka na kujiuliza kwamba ile ni ndoto au sio ndoto. Ilikuwa ndoto, ila pale pale alijua kuwa wakati wake umefika kufa, kwa hiyo inabidi afanye kitu. Kama ni kumwambia kweli Lee Jisoo, inabidi afanye sasa hivi. Leo Lee Jisoo aliposema kuwa muda wangu wa kuondoka umefika, akawa amesema kuwa naweza kukusindikiza. Lee Jisoo akamkubalia, wakaanza kutembea. Akiwa anatembea pale alikuwa anamkumbuka mpenzi wake akiwa kama EJ. Anafika sehemu, anasimama na kumwambia Lee Jisoo kuwa kuna kitu mimi nataka nikwambie. Kitu hiko kitakufanya ufikirie sana, inawezekana kitakuvunja moyo, ila siku hii ya leo inaweza kawa siku yangu ya mwisho kuishi. Ambacho anakifanya sasa, anaanza kumsimulia maisha ambayo EJ na Lee Jisoo wamepitia toka mwanzo. Mwanamke mbaya alikuwa upande wake wote, hata kama ule wakati alijihisi kwamba atamwaibisha mwanamke wake, lakini mwanamke hakuona kwamba ni aibu. Alimtambulisha mbele ya marafiki zake ambao wana maisha mazuri kuliko EJ. Mwanamke hakukata tamaa na hakumkatia tamaa kabisa mpenzi wake, kwa sababu ni mwanamume ambaye amemchagua kuishi naye. Kwa jambo lile kwake lilikuwa halipo. Yaani mshikaji alianza kuelezea mwanzo mwisho mapenzi yake na Lee Jisoo kiasi gani yalikuwa mazuri, ila kosa moja tu ambalo alilifanya EJ, yaani kwenye mahusiano miaka 7 akaja kumuona mwanamke wake kamchiti na mwanaume, ila kumbe siku ile aliposoma kwenye kitabu ndo aligundua siku ile yule mtu ambaye alimwita na gari alikuwa ni kaka yake. Alikuwa anatoka kuchukua pesa alizoshinda kwenye shindano la uandishi, na zile pesa alimpa EJ, lakini EJ akazikataa kwa sababu ya mawazo yake ya kijinga. Jamaa alikuwa anaongea kwa hisia sana siku hiyo. Lee Jisoo ametulia, atafanya nini? Wanalia wote kwa maelezo ambayo yanaelezewa pale. Ilikuwa ni maelezo ambayo yanafanana kabisa na EJ. Jang akiwa kama EJ akamwambia kuwa hata ile hadithi nilokusimulia kwamba mtu ambaye alikufa akarudi kuishi tena, akafa akarudi kuishi, na mimi mwenyewe kabla ya kifo changu, jina langu mimi, kabla hajataja jina, wakawa wamegongwa na gari wote. Baada ya kugongwa na gari walikufa pale pale, ila wa kwanza kufa alikuwa ni mwanamke ambaye anampenda sana EJ. Kwa hiyo Lee Jisoo anakufa pale pale. Mtu ambaye alifanya tukio la kumuua mpenzi wake alikuwa ni Tae-oh. Huyo ni CEO wa kampuni la Taikang. Akiwa anaendelea kumtazama yule jamaa, akamtazama, anagundua kuwa matukio yote ambayo yametokea nyuma kuhusiana na Taesang, kuhusiana na yule mshikaji ambaye anaendesha pikipiki, yaani matukio yote makubwa yote yaliyofanyika, mshikaji anahusika. Alikumbuka kila kitu, kwa akajua huyo mshikaji ndo mhalifu namba 1 ambaye anatakiwa kuuawa, na kwanza leo kamuua mpenzi wake. Badala ajali kuhusu watu waliokufa, yeye anajali kuhusu gari yake. Akiwa na msaidizi wake, yule bosi akamwambia msaidizi yeye ndo aonekane
kuwa amefanya ile tukio ataenda jela, tajiri atamlipa pesa ndefu. Kwa ikabidi wafanye kila mbinu, wapoteze ushahidi pale. Alafu Jang ambaye ni EJ sasa akiwa bado hajafa anauawa, lakini alishuhudia kila kitu kabla hajafa. Hii ni sehemu ya kwanza ya huu mzigo, tukutane sehemu yake ya pili. Mpaka hapo iko ni kifo cha 7, kwa hiyo bado vifo vingine 5 ili mshikaji aweze kuendelea kuishi. Je, mshikaji ataendelea kuishi au atakufa na kwenda kuzimu? Tutajua mbele ya safari. Tukutane sehemu ya pili. Ukitaka kuwa wa kwanza kuiona sehemu ya pili na kuipata sehemu ya pili, tafadhali subscribe kwenye hii channel. Usisahau kulike na usisahau kuweka komenti yako. Asante na karibu tena kwenye hii channel.